Lakini unapoona pia asilimia ndogo za utoaji katika makanisa yetu, hii ni jibu sahihi kabisa kwamba asilimia kubwa ya watu bado hawajasalimisha nafsi zao kwa Kristo. Unapoona kwamba inatokea labda ni mchango mpaka watu wasomee mafungu au watu waanze kuhamasishwa na mtu fulani mwenye uwezo wa kuhamasisha ndo waanze kutoa. Sikiliza, wewe unatoa ni kwa sababu umehamasishwa, wewe unatoa ni kwa sababu umesomewa mafungu. Hutoi kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu, hutoi kwa sababu umejisalimisha kwa Mungu. Sikiliza, kabla ya kutoa sadaka tunatakiwa tujisalimishe nafsi zetu kwa Mungu kwanza. Tujisalimishe kwa Mungu, tusalimishe nafsi zetu pale miguuni pa Yesu, tusalimishe nafsi zetu Calvary. Hapo ndipo tunapotoa sadaka, na sadaka inapokuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kama unaposoma kisa cha Kornelio, kitabu cha Matendo 10 fungu la 1 hadi la 4, ni mtu ambaye alikuwa ni mnyofu, hakuwa Myahudi, lakini alikuwa ni mtu ambaye anatoa sadaka, anasaidia wahitaji. Sadaka zake zikasikika mbinguni, maombi yake yakasikika mbinguni, na sadaka yake ikawa ukumbusho mbele za Mungu. Hata Mungu anakuja kutuma wajumbe kwake. Lakini pia unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili 8 fungu la 3 hadi la 5, wale waumini wa pale Makedonia walikuwa wamejitoa kwanza kwa Kristo, na hapo ndipo walipoanza kutoa sadaka kama zilivyoelezewa hapo. Lakini pia unaposoma kitabu cha Luka 7:36 hadi 47, lakini pia Yohana 12 fungu la 1 hadi la 3, unakutana na visa viwili. Kuna mwanamke mmoja ambaye alimwendea Yesu wakati amealikwa kwa Farisayo mmoja. Alipofika pale alimsujudia Yesu, akaanza kuifuta miguu yake kwa nywele zake na kwa machozi yake. Lakini pia unaporejea kwenye kitabu cha Yohana 12 la 1 hadi la 3, unaenda kukutana na habari ya mwanamke mwingine Mariamu pia pale kwenye sherehe anafika, anakuja pia kumfuta Yesu miguu yake kwa nywele zake na kwa machozi yake, lakini anaipaka miguu ya Yesu Mariamu. Na Yuda anasema kwamba hii ni Mariamu yenye bei kubwa, kwa nini isiuzwe na wakapewa nani maskini? Kwa nini unatumia gharama hivi kwa ajili ya kupaka wewe? Ni kusema nini? Ni kwamba sadaka ni kipimo cha upendo wetu kwa Mungu wetu. Hawa yani ni kusema kwamba mpaka mtu nywele zake ambazo amezitunza, nywele zake ambazo huwa anaziosha, nywele zake ambazo anazithamini, anazitumia kwa ajili ya kufuta miguu ya mtu mwenye vumbi, miguu ya mwenye vumbi, lakini anaenda kununua Mariamu yenye bei kubwa, anakuja kumpaka Yesu. Ni kumaanisha nini? Ni kusema nini? Ni namna ambavyo hajithamini tena yeye nafsi yake, bali amemweka Yesu juu na anamthamini Yesu juu, na matokeo yake Yesu anaitikia Yesu anaitikia maamuzi yao. Yesu anaitikia vitendo hivyo walivyovifanya. Ni kusema nini? Sadaka ni kipimo cha upendo wetu kwa Mungu. Upendo wetu, namna tunavyompenda Mungu wetu, tunapomtolea, tunamtoleaje? Basi sadaka inakuwa ni kipimo. Kuwa mwaminifu katika matoleo. Yawezekana pengine labda kanisani kwenu ni watu wengi sio waaminifu katika matoleo. Hiyo sio tiketi ya wewe pia kutokuwa mwaminifu. Tambua anayemtolea ni Mungu. Ulibatizwa kwa jina la Mungu. Ulipobatizwa ulijitoa nafsi yako, ulizikwa pamoja na Mungu, hukuzikwa pamoja na washiriki. Pengine inawezekana wewe katika kanisa lako imefikia muda hadi unajiinua kwa sababu ya wewe kuwa mtoaji mwaminifu katika zaka na sadaka. Sikiliza, hujasalimisha nafsi yako Calvary, na unazotoa hizo sadaka japokuwa zinatumika, lakini Mungu hajazipokea. Hizo sio ukumbusho mbele za Mungu. Lakini sadaka sio lazima iwe nani hela kubwa. Hii zaka sio lazima iwe kipato kikubwa, imradi tu ni pato ambalo umepata, hata kama ni shilingi 100, hata kama ni shilingi 50, itolee zaka na sadaka. Mtu aliyetoa hela kidogo kwenye zaka na sadaka, lakini kwa uaminifu ametoa yenyewe kama yenyewe,
na mtu ambaye ameleta mamilioni lakini sio kwa uaminifu. Anayeonekana kuwa ni mwaminifu ni huyu aliyetoa ndogo lakini kwa uaminifu, kuliko huyu aliyeleta nyingi lakini ikiwa na ubadhirifu ndani yake. Hata kama ni hela kubwa kiasi gani, itolewe zaka na sadaka. Hata kama ni hela ndogo kiasi gani, umeipata wapi, lazima uitolee zaka na sadaka. Tunapotoa zaka na sadaka, tunaonyesha namna Mungu alivyokuwa wa kwanza katika maisha yetu, namna tunavyompenda Mungu, namna tunavyomcha Mungu. Mcheni Mungu, mcheni Mungu, mcheni Mungu, tangazo la malaika wa kwanza. Bwana akubariki unapochukua hatua. Bwana akubariki unapokuwa mwaminifu katika habari ya kutoa matoleo. Tunapotoa sadaka ni kuwa tumesalimisha nafsi zetu, hatuishi tena kwa ajili yetu, tunaishi kwa ajili ya Mungu. Bwana akubariki.